Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Study Room TV. Leo tukiwa ndani tukitaka kuwaletea mengi tu ambaye yanaweza kukufaa kwa njia moja au nyingine, wewe mwanafunzi popote ulipo. Pia tunashirikiana na redio ya mtandao Paukwa Radio. Unaweza kusikiliza muziki, burudani tofauti tofauti kwenye Paukwa Radio. Ingia kwenye zeno.fm/ uandike radio, alafu weke / uandike Paukwa, alafu _radio, alafu weke /. Utaweza kupata moja kwa moja nyimbo, taarifa mbalimbali 24/7. Sasa hivi tunapatikana 24/7 kwenye mitandao, internet radio Paukwa Radio. Hivyo basi una subscribe pia, ujue kwamba tukianza moja kwa moja, unajua lazima usubscribe kama wewe ni mgeni, ili mambo yaweze kuwa mazuri sana. Nazungumzia kwamba unaweza kutufuatilia hapo, ndipo kuna kiunzi hapo https alama ya #, halafu za reli, si za reli bali za mshazari, unaweka 2, halafu zeno.fm, halafu unaweka tena mshazari radio, halafu tena unaweka halafu Paukwa -radio/. Utatupata moja kwa moja. Mchezo upo pale mzuri sana, ngoma za kila wakati, taarifa pindi zinapochipuka. Ukitaka kujua kuhusu masuala ya kisiasa na mengine mengi, basi bonyeza hapo. Leo hii tunataka kuzama katika sehemu ya kwanza ya kazi yetu, na kabla ya kuanza sana, ninakusihi na kuomba uweze kusubscribe, like na ucomment, na pia uweze kushare video hii ili iweze kufikia watu wengi sana. Mimi ni Otieno Mjomba, na tunaanza leo sehemu ya ukanusho. Na basi hapa katika ukanusho ni yapi ya kushughulikiwa. Kazi hii imegawanywa katika sehemu 2, ambapo sehemu ya kwanza itakuja wiki hii na sehemu ya pili itakuja wiki ya kesho. Hivyo basi kaa nasi, andamana nasi hadi tamati, tuweze kuona ni yapi ambayo tunafaa kuzingatia wakati wa kurejelea mambo ya ukanusho. Hivyo basi tutaanza kwa swali dadisi, na swali letu la leo ni kwamba tuna maswali 3. Maswali haya ni dadisi. Swali la kwanza: mahali kuliko na gharika kwa hitaji msaada, ukanusho wake ni gani? Nambari ya pili: kanusha sentensi hii: darasa lilikuwa limefungwa nilipofika. Ukanusho wa sentensi hiyo ni gani? Alafu ya tatu ni kanusha ndege akijenga kiota huishi humo. Ndege akijenga kiota huishi humo. Hivyo basi unaweza kuandika majibu yako hapo kwenye comment section. Mahali kuliko na gharika kwa hitaji msaada, ukanusho ni gani? Na darasa lilikuwa limefungwa nilipofika, ukanusho ni gani? Alafu ukanusho wa ndege akijenga kiota huishi humo ni gani? Tegea hadi tamati, ambapo utapokea majibu ya maswali haya. Na pia kutokana na namna tutakavyoeleza kwenye kipindi cha leo, utaweza kupata majibu ya moja kwa moja. Hivyo tuzame ndani tuweze kujua ukanusho ni nini. Kwa kawaida, ukanusho ama kukanusha ni kukataa ujumbe wa sentensi bila kubadilisha maneno. Hapa unakataa ujumbe wa sentensi bila kubadilisha maneno, na hasa mahali unapokataa, unajaribu kukataa vitendo vilivyofanyika pale. Kwa mfano, tunapokanusha tunabadilisha viambishi pekee ili kupinga wazo la sentensi. Tunapokanusha, kumbuka kwamba tunabadilisha viambishi pekee ili kupinga wazo la sentensi. Tutaandaa tena kipindi, ama ukiangalia kwenye vipindi vyetu vya hapo awali, kuna kazi kuhusu sauti na kazi za silabi. Basi tutaweza kutoka na kazi kuhusu viambishi mbalimbali katika sentensi, ili watu waweze kujua hivi viambishi vinatumika kuwakilisha nini. Mapigo ya sauti haya tunaweza kutumia kwa njia gani? Kwa hivyo tunapokanusha, tunabadilisha viambishi pekee ili kupinga wazo la sentensi. Na hapa basi tunapojua, baada ya kujua kwamba ukanusho ni nini, ni vizuri tuzamie aina za ukanusho. Aina za ukanusho, na tunafaa kujua kwamba
kuna aina nyingi za ukanusho ambazo tutaweza kuegemea katika kipindi cha leo na katika kipindi kijacho. Wiki moja baada ya nadhani Jumamosi ijayo utaweza kupokea aina nyingine za ukanusho. Kwa hivyo katika sehemu hii ya kwanza tunataka kuanzia ukanusho wa viambishi nafsi. Ukanusho wa viambishi nafsi. Kuna nafsi 3 ambazo zinaweza kuwakilishwa na viambishi vyao, na viambishi hivi vya nafsi ndivyo hukanushwa. Na unajua nafsi tunarejelea nafsi ya kwanza ambapo ni mimi, sisi; nafsi ya pili, wewe, nyinyi; nafsi ya 3, yeye, wao. Kwa hivyo nafsi hizi zina viambishi vyao. Viambishi hivi ndivyo tunavyovikanusha. Kwa hivyo usianze kukanusha kutoka na ukanusho wako wa mimi ukatoka na ukanusho wake kwamba ni yeye. La hasha, tunakanusha viambishi nafsi namna ambavyo tunaona sasa katika jedwali hili, kwamba katika nafsi ya kwanza mimi kiambishi chake huwa ni. Kwa mfano, ninaimba. Na unapokanusha ni, basi utasema si, mimi ninaimba, mimi siimbi. Sisi tunaimba, sisi hatuimbi. Hapo ni katika ukanusho wa nafsi ya kwanza. Katika nafsi ya pili unatumia wewe na nyinyi. Unapotumia wewe, wewe unaimba, wewe huimbi. Usiseme wewe hauimbi, wewe huimbi. Hau itakuja kupatikana katika ngeli mbalimbali, ngeli ambayo si ya awa, ambapo utasema kwa mfano mti una matunda, mti hauna matunda. Lakini wewe unaimba ni wewe huimbi. Nyinyi nyinyi mnacheza, nyinyi hamchezi. Ni vizuri pia kujua kwamba nafsi ya pili inaweza kuwakilishwa kwa kiambishi kuu katika umoja na wa katika wingi. Hilo ni la ziada tu. Utakapokuwa ukisoma kuhusu matumizi ya kuu, utakuja kusoma kuhusu kuu ya nafsi ya pili, umoja. Kwa mfano, anakupenda wewe, alafu wanawapenda nyinyi. Kwa hivyo kuu inaweza kutumika kuwakilisha nafsi katika nafsi ya pili katika umoja, na wa kuwakilisha nafsi ya pili katika hali ya wingi. Kumbuka kimsingi nafsi ya pili wakilishwa kwa kiambishi umoja, na katika wingi. Hata hivyo pia kuna ku ambayo inawakilisha nafsi ya pili katika umoja na wa katika hali ya wingi. Ukanusho wake namna tulivyoeleza. Alafu nafsi ya 3 ni nafsi ya yeye na wao. Yeye naichukua nafasi ile, kwa mfano nafasi ambaye anapatikana mbali kutoka kwako. Yeye anacheza na wao wanacheza. Kwa hiyo unapokanusha anacheza, yeye hachezi. Na wewe unacheza, wao wanacheza, itakuwa ni wao hawachezi. Hivyo katika ukanusho huo ni vizuri sana kujua wao hawachezi ni ukanusho wa wanacheza. Basi tukitoka katika ukanusho wa nyakati, ambapo mara nyingi ukanusho wa viambishi nafsi, tunaenda katika ukanusho wa nyakati. Na katika ukanusho wa nyakati ningependa kueleza kwamba tunazo nyakati 3 kuu. Na hapa tunarejelea wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Wakati uliopo tunajua kwamba wakilishwa na kiambishi gani sawa na wakati uliopita, sawa na wakati ujao. Basi tuanze na wakati uliopita. Wakati huu huwakilishwa na kiambishi li, na ukanusho wake huchukua kiambishi kuu. Na wakati uliopita huonyesha kuwa kitendo kilifanyika kwa kipindi fulani. Kitendo kilishafanyika. Kitendo ama kilifanyika jana, ama saa chache zilizopita, ama miaka ya juzi, ama karne ya juzi. Kwa hivyo kitendo kilishatendeka, na mara nyingi unatumia kiambishi li katika ukiwakilisha wakati wenyewe. Basi mifano katika sentensi, tunasema kwamba kiambishi li na ukanusho huchukua kiambishi kuu. Tuone basi katika sentensi ukanusho huchukua vipi.
Basi katika sentensi hali ya kinishi unaposema nilimsomea kaka kitabu cha hadithi, nilimsomea, li pale ni kiambishi cha wakati uliopita. Li ni kiambishi cha wakati uliopita. Nilimsomea, yani kitendo kilifanyika jana ama juzi ama juzi tu. Ukisema nilimsomea kaka kitabu cha hadithi, ukanusho wake utakuwa si kumsomea kaka kitabu cha hadithi. Unaona pale li ikabadilika ikawa ku. Uliharibu daftari lako kwa wino, ukanusho utakuwa hukuharibu daftari lako kwa wino. Basi nawe mtazamaji, mwalimu alirudi kutoka ng'ambo jana, ukanusho wake utakuwa naam, mwalimu hakurudi kutoka ng'ambo jana. Hapo ni moja kwa moja kuhusu ukanusho wa wakati uliopita, hali ya kinishi na hali ya ukanusho. Kumbuka kwamba siri nyingine ni kwamba ukiambiwa akanusha sentensi na upewe sentensi, kwa mfano hukuharibu daftari lako kwa wino, na umeambiwa ukanushe, basi inamaanisha kwamba wanataka uigeuze katika hali ya kinishi. Na mara nyingi ukipewa katika hali ya kinishi, moja kwa moja unaigeuza katika hali ya ukanusho. Kutatokea wakati ambapo utapata umepewa kwenye sentensi kitenzi kimoja kiambishi kimoja, kiarifa kimoja kipo katika hali ya kinishi na kingine kiko katika hali ya ukanusho, na umeambiwa ukanushe. Basi kipande kilicho katika hali ya kinishi unafaa kuweka katika hali ya ukanusho, na kile kilichopo katika hali ya ukanusho ukigeuze ukiwe katika hali ya kinishi. Basi tuingie katika wakati uliopo. Hapa wakati huu wakilisho wa kiambishi na wakati uliopita huonyesha kuwa kitendo kinaendelea kutendeka wakati wa kutolewa kwa taarifa. Kwa mfano, ninasoma, ninatazama, ninasikiliza. Katika ukanusho kiambishi na cha wakati hudondoshwa. Sasa hapa kuna mchezo ambao unaendelea. Katika ukanusho kiambishi na cha wakati hudondoshwa, kwa hivyo hakutakuwa na. Cha pili, vitenzi vinavyoishia kwa silabi a huchukua silabi i katika ukanusho. Hivyo tuone kwamba katika nafsi ya kwanza hali ya umoja, kiambishi cha nafsi ya kwanza hali ya umoja si hupachikwa kabla ya kitenzi. Tuko sawa? Wacha tuone kama inaendelea hivyo. Tumesema a, vitenzi vinavyoisha kwa a hubadilika na katika ukanusho kutumia i. Hivyo imba, imbi, chezea, chezei, lamba, lambi. Kwa hivyo ninaimba vizuri, ukanusho utakuwa tumesema na itabadilika na kuwa si. Siimbi vizuri. Ninachezea foronya ya mtoto ama foronya ya mto, sichezei foronya ya mto. Ninalamba asali ukiniangalia, silambi asali ukiniangalia. Hapo tumerejelea ukanusho wakati uliopo. Na bado tukirejelea wakati uliopo katika nafsi ya pili hali ya umoja, ukanusho huongezewa herufi hu. Katika nafsi ya pili hali ya umoja, ukanusho huongezewa herufi hu kuunda silabi hu. Na mifano ambayo inatumia kauli hii ni kama leo unakuja, leo huji. Unampikia baba ambaye ni mgonjwa, humpikii baba ambaye ni mgonjwa. Hivyo utasema haumpikii, humpikii. Katika ngeli ya awa humpikii. Nyingine inakuwa ukiangalia katika ukanusho, hujashindwa unyagoni. Unashindwa unyagoni, umeshindwa unyagoni, hujashindwa unyagoni. Unashinda unyagoni, hushindi unyagoni, hushindi unyagoni. Hivyo basi katika kauli hiyo wametumia kauli ya ja ambayo tutakuja kurejelea ndani, lakini ukitumia wakati uliopo utasema unashinda unyagoni, hushindi unyagoni. Basi tukisonga bado mbele, tukirejelea ukanusho huu tukirejelea wakati uliopo, kuna kauli nyingine ambayo ni kwamba ukanusho wote unaohusisha kiambishi ngeli
hutangulizwa kwa silabi ha kwenye kitenzi. Na hapa mfano, tunasoma kwa bidii kupita mtihani. Tunasoma kwa bidii kupita mtihani. Ukanusho, hatusomi kwa bidii kupita mtihani. Mtoto anaharibu bilauri, itakuwa mtoto haharibu bilauri. Na wageni wanarudi baada ya malaji, ni wageni hawarudi baada ya malaji. Sijui kama tupo sawa katika sehemu hii ya ukanusho, ambapo tunarejelea wakati uliopo. Tueleze kwenye comment section, na pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hapo bonyeza alama ya subscribe, na pia bonyeza alama ya kengele hapo. Share na ulike pia, ili tuweze kufikia watu wengi tu sana. Ningependa tuingie katika ukanusho wa nyakati, lakini hapa tunarejelea wakati ujao. Katika wakati ujao, ni yapi yanayozingatiwa? Wakati ujao huwakilishwa kwa kiambishi ta, na wakati ujao huonyesha kwa kitendo bado hakijatendeka, lakini kinatarajiwa kutendeka baadaye. Kwa mfano, tunatarajia uchaguzi kufanyika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022. Tunatarajia kombe la dunia kuchezwa katika taifa la Qatar. Tunatarajia. Utakaposoma video ama utakapotazama video hii baada ya mchezo wenyewe kufanyika, sasa kitendo kitakuwa katika wakati uliopita. Katika ukanusho, hali ya kinishi huongezewa silabi mbalimbali tunaporejelea wakati ujao. Na hapa tunamaanisha nini? Kwa mfano, ukipewa sentensi, nitazirai nikizidi kuwa hapa, bado hujazirai, lakini nitazirai nikizidi kuwa hapa. Ukanusho utakuwa sitazirai nikizidi kuwa hapa. Tutaanguka tukiteleza katika daraja hilo. Ukanusho utakuwa hatutateleza tukiteleza katika daraja hilo. Na yai litaoza tutakaporudi. Ukanusho wako utakuwa yai halitaoza tutakaporudi. Natumai unaona hali ya ukanusho. Basi nyakati hizi tatu, wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao, ni sentensi ambazo kwa kawaida huwa rahisi kwa wanafunzi kukanusha. Hata hivyo, utokea wakati fulani ambapo unaulizwa chagua sentensi iliyo katika wakati ujao. Kwa kawaida wanafunzi hutarajia kupata hali ya kinishi. Hata hivyo, katika sentensi wametumia hali ya ukanusho. Hivyo wamesema kwa mfano, hakuniona. Hakuniona. Na wamekuuliza chagua sentensi iliyo katika wakati uliopita. Kumbuka, hakuniona inarejelea ukanusho wa aliniona. Kwa hivyo hakuniona itakuwa inarejelea wakati uliopita, lakini wametumia hali ya ukanusho. Hivyo ukiwa mwanafunzi darasani unasikiliza, hakikisha kwamba umejua pande zote, hali ya kinishi na hali ya ukanusho. Mwalimu pia fundisha mwanafunzi aweze kuelewa pande zote mbili za ukanusho, na hali ya ukanusho na hali ya kinishi. Basi naomba niingie katika hali za nyakati. Hali za nyakati. Na tujue kwamba kuna hali nyingi tu za nyakati, lakini zile ambazo tutaweza kuzirejelea ni hali tegemezi, hali ya mazoea, hali ya masharti, hali timilifu, na hata hali ya amri ambayo tagusia tu kwa kifupi. Basi hali timilifu, tukianza na hali timilifu. Hali timilifu wakilishwa na kiambishi gani? Hali timilifu kwa kawaida huwakilishwa kwa kiambishi me, hali ya kinishi, na kiambishi ja katika hali ya ukanusho. Hutumia kiambishi me katika hali ya kinishi na ja katika hali ya ukanusho. Na hali timilifu huonyesha kuwa
Kitendo kilimalizika muda hutumika mara mbili, kwamba inaweza kuonesha kwamba kitendo kilimalizika muda mfupi uliopita kabla ya kutolewa taarifa. Kwa mfano, kikombe kimevunjika ama darasa lilikuwa limefungwa nilipofika. Hapa tunarejelea kitendo kilipofanyika wakati uliopita. Pia hali timilifu huonyesha kitendo kitakuwa kimetimilika wakati ujao. Hapa umeambiwa kwamba ili kutoa hali ya wakati ujao, kitenzi kisaidizi kuwa hutumika. Kwa mfano, uchaguzi utakuwa umefanyika uchaguzi utakuwa umefanyika tutakapofanya mtihani wa kitaifa. Hapo ni mwanafunzi wa gredi ya 6 ama darasa la 8 ama kidato cha 4 anajitetea. Uchaguzi utakuwa umefanyika tutakapofanya mtihani wa kitaifa. Hapo tumerejelea wakati ujao, hali timilifu. Angalia KCPE mwaka jana na pia angalia KCSE karatasi mbalimbali, utapata hali hizi zikitumika. Hali timilifu inaweza kutumika kuonyesha kwamba kitendo kilifanyika muda mfupi uliopita au kitendo kitafanyika muda mfupi ujao. Basi baada ya kujua hilo ni vyema tuingie katika tathmini yake na tuangalie kwenye jedwali. Ukiambiwa kiatu kizuri kimepotezwa, hapo tumerejelea wakati uliopita. Kiatu kizuri kimepotezwa, na ukanusho wake ni kiatu kizuri hakijapotezwa. Darasa lilikuwa limefungwa nilipofika, ukanusho utakuwa darasa halikuwa limefungwa nilipofika. Mwalimu atakuwa amepona atakaporudi kutoka Uhabeshi, ukanusho utakuwa mwalimu hatakuwa amepona atakaporudi kutoka Uhabeshi. Na mwisho, Chelsea itakuwa imeshinda taji itakapocheza mechi taji Arsenal itakapocheza mechi ya mwisho. Na ukanusho ni Chelsea haitakuwa imeshinda taji Arsenal itakapocheza mechi ya mwisho. Kauli hii ina utata sana, hasa unapotumia wakati ujao hali timilifu. Kuna wale ambao wanajikuta hawakanushi kitenzi kilicho na kuwa. Wanasema kwa mfano, mwalimu atakuwa hajapona. Basi kauli yako ni gani? Kwa wewe mwalimu, unafaa kusema mwalimu atakuwa hajapona atakaporudi kutoka Uhabeshi, ama mwalimu hatakuwa amepona atakaporudi kutoka Uhabeshi? Basi upo huru bado kutoa maoni yako kwenye comment section. Zidi kuwasiliana nasi ili tuweze kuhakikisha kwamba kipindi kina noga. Kile muhimu ni ukanusho wa me ni ja, na wakati timilifu, hali timilifu huwakilisha dhana, uleta dhana ya kitendo kilifanyika ama kitendo kitafanyika. Basi tuzame katika hali tegemezi. Hali tegemezi, na hali hii huwakilishwa kwa viambishi vya nge na ngali. Na viambishi nge na ngali hujaribu kutoa dhana za nyakati. Kwa mfano, nge inaweza kutumika kutoa dhana ya wakati uliopo, ilhali ngali hutumika kutoa dhana ya wakati uliopita. Nge hutumika kutoa dhana ya wakati uliopo na ngali hutumika kutoa dhana ya wakati uliopita. Ili kuuzamia tu ndani kidogo ni kwamba hali hii tegemezi mara nyingi hutumika na kiunganishi cha majuto: laiti, lao, viunganishi vya majuto: lao ange, laiti ange, laiti angali, lao angali. Kwa hivyo unapopewa sentensi kama hii unafaa kuwa macho, ujue ukiona lao imetumika mahali, kuna uwezekano mkubwa kwamba itatumika na nge au ngali. Kwa hivyo lao angalimsikiliza mwalimu. Na pia tukisema kwamba angeniona angefurahi, inamaanisha kwamba hakufurahi kwa sababu hakuniona, ila bado kuna uwezekano kwamba ataniona. Lakini kisema angaliniona angalifurahi, inamaanisha kwamba hakuna uwezekano wa kuniona tena. Hakuna uwezekano wa kuniona tena. Kwa hivyo hali tegemezi hujaribu kutoa hali ya majuto kwa njia nyingine. Basi kiambishi nge hutumika kutoa hali ya wakati uliopo, namna nilivyoeleza, kwa kutoa maana tofauti tofauti. Tunasema vipi? Kiambishi nge
hukanushwa na singe. Muhimu sana kujua hilo, ambacho huchukua kiambishi cha ngeli au nafsi husika. Kwa hivyo lazima kuwe na kiambishi cha nafsi au kiambishi cha ngeli ambacho kinatanguliza. Hivyo usiseme singe singe singe. Na watu wengi wamezoea kukanusha nge na hang, wanaweka hai na kuwa hange. Ni kosa, makosa sana. Hivyo usiseme hangeniona, angeniona, hangeniona. Kosa ni angeniona, asingeniona. Basi tuangalie kwenye jedwali tuelewe tunayozungumzia. Sentensi ya kinishi ya kiambishi nge: ningesoma kwa bidii, ningepita mtihani. Ni nisingesoma kwa bidii, nisingepita mtihani. Katika kipande cha kwanza, ningesoma kwa bidii, ningepita mtihani, inamaanisha ulikosa kupita mtihani kwa sababu hukusoma kwa bidii. Na ningesoma kwa bidii, nisingesoma kwa bidii, nisingepita mtihani, inamaanisha kwamba ulipita mtihani kwa sababu ulisoma kwa bidii. Natumai kwamba unaelewa haya yanayoendelea. Ungeniona, ungeniita, inamaanisha hukuniita kwa sababu hukuniona. Na usingeniona, usingeniita, inamaanisha kwamba uliniita kwa sababu uliniona. Nisingefika mapema, ningemkosa nyumbani. Je, inamaanisha nini? Na ningefika mapema, nisingemkosa nyumbani, inamaanishaje? Katika mfano wa 3, ningependa kuzamia, ningefika. Unaona pale wameanza katika hali ya kinishi, wamesema nisingefika. Kwa hivyo wametumia hali ya ukanusho. Na kitenzi cha pili, ningemkosa, wametumia hali ya kinishi. Katika ukanusho, kipande kilicho na hali ya ukanusho kinabadilika kutumia hali ya kinishi, ningefika. Na kipande kilicho na hali ya kinishi kinatumia hali ya ukanusho, nisingemkosa. Muhimu sana. Basi tukitoka hapo tunazamia kiambishi ngali, ambapo namna ilivyo katika tulivyozungumza kuhusu nge ni kwamba hutumika kutoa hali ya wakati uliopita kwa kutoa maana tofauti tofauti. Na ngali pia hukanushwa kwa kuongeza, kwa kupachika silabi si, kwa hivyo inakuwa singali. Na bado inatumia kiambishi cha ngeli au cha nafsi husika. Na mfano, namna tutakavyoeleza, tutatumia mifano ile tuliotumia katika hali nge, lakini sasa tukitumia ngali. Ningalisoma kwa bidii, ningalipita mtihani. Ukanusho wake ni nisingalisoma kwa bidii, nisingalipita mtihani. Na ungaliniona, ungaliniita ni usingaliniona, usingaliniita. Ningalifika mapema, nisingalimkosa nyumbani. Ukanusho wake ni ningefika mapema, ningalifika mapema, ningalimkosa nyumbani. Je, umeridhika kuhusiana na matumizi ya hali tegemezi? Tuzame basi katika hali ya ki ya masharti. Kuna matumizi tofauti tofauti ya ki, mojawapo ni ki ya masharti. Na hapa hali ya masharti wakilishwa na kiambishi hiki, na ukanusho wake hutumia sipo, namna tutakavyoona katika sentensi mbalimbali. Akiniona atafurahi. Tujue kwamba hali ya masharti mara nyingi hutumika na ata. Hali ya masharti mara nyingi hutumika na ta. Kwa hivyo akiniona atafurahi. Basi mifano katika sentensi: nikipita mtihani nitaenda shule ya kitaifa, itakanushwa kwa kusema nisipopita mtihani, nisipopita mtihani sitaenda shule ya kitaifa. Nikipita mtihani nitaenda, nisipopita mtihani sitaenda. Tukifika kazini mapema tutampata, tusipofika kazini mapema hatutampata. Na ukisahau kumwamsha atachelewa. Tuko pamoja? Akisahau kumwamsha atachelewa, asiposahau kumwamsha hatachelewa. Kile muhimu ni kwamba tunasema ki ya masharti huwakilishwa kwa kiambishi ki, na ukanusho wake huwa ni sipo. Na tukasema ki ya masharti mara nyingi hutumika na wakati ta, kiambishi ta cha wakati ujao. Basi tuingie katika hali ya 3 ambayo ni hali ya mazoea. Na katika hali ya mazoea, dhana ambayo huletwa pale ni kufanyika kwa kitu kila wakati. Hali ya mazoea wakilishwa na kiambishi huu,
Na ukanusho wa hali hii ya mazoea mara nyingi huchachawiza watu wengi sana. Watu wana matatizo sana wakijaribu kutumia mtindo wa wakati uliopo. Hata hivyo, hii haifai. Ili kutofautisha kitenzi kisaidizi huwa upachikwa kabla ya ukanusho wa wakati uliopo, ili tujue wakati uliopo ni gani na wakati hali ya mazoea ni gani. Hivyo basi, tunapozama kwenye mifano tutasema mkulima huamka kila asubuhi kulima. Ukanusho wake utakuwa mkulima huwa haamki kila asubuhi kulima. Na wanafunzi husoma Kiswahili kila siku, ni kwamba wanafunzi huwa hawasomi Kiswahili kila siku. Jane huoga. Ukanusho utakuwa Jane huwa haogi. Hata hivyo, katika mtihani wa kitaifa kuna mambo ambayo utayaona yakifanyika. Mwanzo, kwenye fahamu utajikuta wamekanusha nge ama ngali kwa kutumia ha. Utapata wameandika hange, hange ama hangali. Ukiona hayo ujue ni katika ufahamu, lakini kirudi katika matumizi ya sarufi ama katika vihasho ujue haifai kuwa hivyo. Katika ufahamu hatuwezi tukadhibiti mtazamo wa aliyetunga ufahamu wenyewe. La pili ni kwamba utapata katika hali ya ukanusho wa hali ya mazoea, ukanusho wa hali ya mazoea utapata wakati fulani wanakosa kutumia huwa. Kwa hivyo unasema mkulima, ukanusho wa mkulima huamka kila asubuhi kulima, utapata wameandika mkulima haamki kila asubuhi kulima. Ukipata kauli kama hiyo na kukosekane mkulima huwa haamki kila asubuhi kulima, basi chagua mkulima haamki kila asubuhi kulima. Lakini ukizipata zote ujue kwamba mkulima haamki asubuhi kulima ni ukanusho wa mkulima anaamka asubuhi kulima. Kwa hivyo hapo ni wakati uliopo. Tofauti kati ya wakati uliopo na wakati hali ya mazoea ni kwamba hali ya mazoea hutumia huwa kukanusha. Basi tunapokaribia mwisho, ningependa tuzame katika sehemu ya tujikumbushe mambo. Tujikumbushe mambo. Usisahau hili. Hali ya ka na a ya wakati usiodhihirika hukanushwa kama ukanusho wakati uliopo. Kwa mfano, kacheze huko. Kacheze huko. Usicheze huko. Usicheze huko. Kacheze huko unakanusha kwa kusema usicheze huko. Yaani hali ya ka na a ya wakati usiodhihirika ukanusho kama ukanusho wakati uliopo. Na ukanusho wa hali hii ya mazoea umechachawiza wengi namna nilivyoeleza, na kwamba hali ya mazoea wakikanusha sentensi ya hali ya mazoea sawa na mtindo wakati uliopo, ukikanusha kwa sawa na mtindo wakati uliopo utakuwa umekosea. Badala yake tumia huwa. Kwa hivyo Jane hucheza mpira. Jane huwa hachezi mpira. Basi mpenzi mtazamaji, tumeingia katika awamu ya mwisho kabisa sana. Na unakumbuka maswali dadisi niliyouliza? Maswali matatu niliyouliza. Ulishaandika jibu? Basi andika jibu hapo chini. Wacha nikupe majibu kamili. Jibu la swali. Mahali kuliko na gharika kwa hitaji msaada. Uzito ulikuwa katika kuliko. Kuliko hapa kulikotumika si kuliko kwa kurejelea kihusishi. Hapa tunarejelea ngeli ya pakumu. Kwa hivyo mahali kuliko itakuwa ni mahali kusiko. Mahali kusiko na gharika hakuhitaji msaada. Natumai umepata hilo. Kama umepata, jiweke alama zako. Ya pili. Darasa lilikuwa limefungwa nilipofika. Ukanusho ukawa darasa lilikuwa limefungwa nilipofika. Hapa hatutaegemea limefungwa. Tutaegemea, tutakanusha kitenzi cha kwanza ambacho kinakuwa halikuwa. Sawa na nambari ya 3, ndege akijenga kiota huishi humo. Utakanusha kwa kusema ndege asipojenga kiota. Kumbuka ki ukanushwa na sipo. Kwa hivyo ndege asipojenga kiota
ama unaweza kusema haishi humo, ikiwa kwamba kwenye viteuzi kutakosekana huwa haishi, au ukasema huwa haishi humo. Ndege asipojenga kiota haishi humo, ama huwa haishi humo. Mpenzi mtazamaji, natumai kwamba umeweza kupata jibu kamili, majibu yako yamekuwa sawa. Basi tukutane katika kipindi kijacho, ambapo tutaweza kurejelea maswali mbalimbali yaliyo na uhusiano na hali ya ukanusho. Hapa tutakuja kurejelea sentensi zilizo na o rejeshi ama amba, ukanushwa vipi, na ndi za nafsi pamoja na kirejeshi ukanushwa vipi, wala na ka hukanushwa vipi. Kwa hivyo uzidi kutufuatilia, unaweza kutupata. Kumbuka niliwaeleza kwamba sasa hivi tuna internet radio ambayo inapatikana kwenye mtandao. Google tu, andika pale zeno.fm/radio/paukwa-radio/ uweze kubonyeza uende moja kwa moja. Sikiliza muziki, sikiliza matangazo, sikiliza taarifa pindi zinapochipuka. Pale ni 24/7. Kama umekuwa ukijiuliza mbona vipindi vingekuwa vikiendelea kila wakati, basi pale vipindi vinaendelea kunoga zaidi. Sikiliza nyimbo mbalimbali, country music top 10, kwenye Paukwa sikiliza kuhusu reggae, raga, bongo flavor na nyimbo mbalimbali. Basi hadi kipindi kijacho, nimekuwa wako Otieno Mjomba. Asante kwa utazamaji wako.